Naam, karibu tena katika darasa huru na Teacher Edo wako kuletea somo hili. Ni mimi mwalimu wako tena, kama nilivyokuahidi kwamba leo Jumatatu tutakuwa na somo jingine tena kulingana na somo tulioanza nalo mwanzo wa mwaka huu ambao linazungumzia kwa nini umevuka mwaka 2026 na kwa nini usingeishia mwaka 2027. Kipindi kilichopita tuliongelea tukazungumza point tatu. Tukasema pointi ya kwanza, umepewa muda wa kujirekebisha ama kusahihisha, lakini pia tija, na nyingine ni kuzaa matunda. Na tuliona mfano wa Galilaya ilivyotokea kule Herode alivyowatoa kafara, lakini pia tuliona pale Sulamu kwa habari ya hadithi kwamba wafalme walikuwa na tendency ya kufanya hivyo. Sasa nataka tumalizie pointi zetu zifike 5. Kwa hiyo leo nitakuelezea ngapi? 2. Kwa nini Mungu ameruhusu wewe uingie 2026? Sababu hizo 3 tumeshazieleza, kwa hiyo rejelea kwenye masomo yangu, endelea kujifunza huko, utaelewa vizuri kwa nini umechaguliwa mwaka 2026 kuingia. Na nilikuahidi katika kipindi kinachokuja kwamba taongelea kwa habari ya talanta. Na ndipo hapo nataka nianze kwa habari ya talanta. Nitakuwa tofauti kidogo na watumishi wengine kwa sababu mimi kumbuka ni mwalimu lakini wa darasa huru. Kwa hiyo kuna mambo ambayo tutayachambua ambayo yanaweza kufanya kwenye application ya maisha haya tunayoishi. Haya sio mpaka tufike mbinguni au mpaka tuwe somewhere, hapana. Mimi nataka hapa yaliyoandikwa kwenye Biblia tunawezaje kuapply kwenye maisha yetu haya ya kawaida. Ndo target yangu au ndo lengo langu hasa la darasa huru. Yale ambayo tuna apply kwenye vitabu vya Mungu, kwenye Biblia, kwenye Qur'ani, ili tuweze kuyaishi kwenye maisha yetu ya kawaida. Habari ya talanta ilizungumzwa na Bwana Yesu kama mara 3 mara 2 kwenye Biblia. Habari ambayo nitakaenda kuizungumza leo kwenye habari ya talanta tutazungumzia ile ya Mathayo 25 mstari wa 14 mpaka wa 30. Kwa hiyo kama unaandika pale, wewe andika Mathayo sura 25 mstari wa 14 hadi wa 30. Hapo ndo tutazungumza kwa habari ya talanta, kwa habari ya talanta. Lakini kwenye haya hii final ama episode ya mwisho hii, na katika pointi 2 ambayo tutakazokueleza zitajikita katika vitu au zitakuwa pointi za aina 2. Nizitaje kwanza ili kusudi unapoendelea kunisikiliza ili uweze kujua kwamba kumbe pointi hii inamaanisha hii. Pointi ya kwanza, kwa nini umevuka 2026? Kwa maana itakuwa ndo pointi ya 4 sasa. Cha kwanza, Mungu ameweka amana kwako. Yaani kuna amana ambayo Mungu aliweka kwako. Sasa nataka ile amana iweze kuzaa. Nikisema amana, si kama tunaelewana. Amana ama rasilimali, ama wajibu, ama kitu fulani ambacho kinakuwa yani wewe amekuweka ili ukitimize. Ukirejea kwenye somo langu la kwamba maisha ya kuoana ni hapa duniani, mbinguni hamna kuoana, nilizungumza kwamba kwa habari ya mbinguni kule kuna mambo, kwa habari ya ndoa kwamba kuna mambo ambayo Mungu aliyaumba, halafu kuna mambo mengine yalibaki sisi kama binadamu tuweze kuyatimiza hapa, yaani tuweze kuyafanya. Na usipoyafanya maana yake unakuwa umeshashindwa kutimiza wajibu wako, ama ile amana Mungu ameiweka inashindwa kuapia, yaani kuonekana duniani. Kwa hiyo kila mtu aliyeko duniani ana amana ambayo amepewa na Mungu. Alipomuumba, alipomaliza akampa amana ndani yake. Sasa wengi tunakuja duniani huku tunajikuta tumeshakosea, tunaiga amana za wengine, ama tunaiga yani tunaiga kile ambacho Mungu amekiweka ndani yetu, tunamwiga mtu mwingine. Kama fulani amefanya kitu fulani, ngoja na mimi nifanye.
tunasahau kila mmoja ana amana, na hizi amana ziko kwa ajili ya manufaa ya kwetu sisi hapa, lakini pia kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Kwa lengo hasa ya hizo amana ambazo Mungu ameweka kwa ajili ya kwa Kristo, tungesema kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo, lakini kwa dunia tungesema ili ifaidishe ardhi na mbingu na watu wanaokaa ndani yake waweze kupata faida. Kwa hiyo wewe kuwepo kwako hapa duniani ama kuwepo kwako wewe 2026 kuna amana ambayo Mungu ameiweka ndani yako, anataka ionekane na itumike na iwe kwa faida. Kumbuka kwenye mfano ule ambao nimezungumzia kwa kipindi kilichopita kwa habari ya mti kukatwa, kwamba kama ule mtini ulikuwa hauna tija, maana yake uliwekewa amana iwe iweze kuzaa matunda na vitu, lakini haufanyi. Kwa hiyo ile amana inaharibika na ardhi inatumia nguvu nyingi sana kurutubisha ule mti, na ndio maana mwenye shamba aliamuru ukatwe. Sasa nimekwambia hilo la kwanza, amana. La pili ni makusudi. Makusudi, ukisema amana na makusudi unaona kama vile vinaendana, lakini kuna utofauti. Makusudi maana yake tunazungumzia labda tungeita lengo, tungeita malengo. Mungu ameweka malengo ndani yako, yaani amekusudia jambo fulani, kwamba wewe kuwepo kwako kuna kusudi lake, sio la kwako, kuna kusudi lake ambao analitaka lifanyike. Umeona? Sasa labda nitaanza na kwa habari ya kusudi, alafu baadaye tuje tuelezee kwa habari ya amana au kwa habari ya talanta. Nikisema kusudi, kila mmoja hapa duniani ameletwa kwa makusudi, for purpose. Yaani kwamba wewe unakuwa umeletwa kwa ajili ya jambo fulani, na mwingine analetwa kwa ajili ya jambo fulani. Yale mambo yale ambayo umeletwa, yale makusudi umeletwa, wewe ukitimiza na huyo akitimia kusudi la Mungu na akitimiza, kuna jambo la kimungu linatokea ambalo linakuwa faida kwako wewe mwenyewe kwanza, lakini pia inakuwa faida kwa watu wengine. Sio kama unanielewa? Sasa yale makusudi Mungu ambao anaweka, na kuna wengine kabisa unakuta wananadhiri kabisa, wameshawekewa kwamba wewe bana unakuja duniani unatakiwa ukatimize kusudi 1, 2, 3. Sasa katika makusudi haya wako wengine ambao wanaambiwa kabisa na Mungu kwamba wewe tumekuweka kwa sababu ya 1, 2, 3. Na wengine wanaambiwa pia na Mungu labda kupitia watumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu anakuja anaona, anasema mbona Mungu anakusudi 1, 2, 3. Lakini wengine wanasemeshwa na Mungu kupitia ndoto. Ningetolea mfano wangu mimi, lakini labda kadri tunavyoendelea, lakini nami kuna makusudi ambao Mungu ameweka ndani yangu, ambao mimi niliyapata nikiwa darasa la 5, lakini pia nikiwa form 2 yakajirudia, lakini pia wakati naanza kazi nikapewa kwamba wewe Edward una kusudi hili hapa duniani, ambayo siwezi nikaelezea hapa kwa sababu bado kuna preparation au kuna maandalizi yanayofanyika ili kusudi lile ambalo Mungu ameliwekea hapa duniani liweze kukamilika. Na kusudi likishakamilika, mtu hawezi kuendelea kuishi duniani kwa sababu anakuwa ameshamaliza kazi yake. Na kuna wengine hapa duniani sasa hivi tunapitia mambo fulani ambayo shetani unakutana ametarget ili utoke kwenye kusudi la Mungu. Sasa kuna wengine wao tunapata neema au tunapata upendeleo kabisa. Wewe ulikuwa wakufa au ulikuwa wakuharibiwa, lakini Mungu kwa sababu anajua una kusudi ndani yake, anakulinda, anakuepusha, anakuhamisha kwenye uharibifu. Umeona? Na kuna wengine wameweka target kabisa ya kwenda kuuawa, labda ajali ama jambo fulani. Na wengine mwaka 2025 ilitokea hivyo kabisa, wewe shetani alikuwa amekuwinda ili uweze kufa. Lakini kwa vile Mungu anakusudi na wewe, alichokifanya alikuepusha na ajali, alikuepusha na magonjwa, alikuepusha na mtego wa uwindaji. Kuna watu walikuwa wanakuinda kazini, kuna watu walikuwa wanakuinda kwenye biashara, kuna watu walikuwa wanakuinda kwenye ujasiriamali, kuna watu walikuwa wanakuinda sehemu yote, ila kwa sababu umelibeba kusudi la Mungu ndani yako wewe, eza kujijua, anasema eza kwa kuelewa ama kutokuelewa, Mungu akaamua kukuepusha
Sasa unaanza kupata point kwamba hivi kwa nini umevuka mwaka 2026? Ni kwa sababu umebeba kusudi la Mungu. Sasa swali la kwangu kwako, unalijua kusudi la Mungu? Je, unajua Mungu ana kusudi gani na wewe? Amekusudia nini? Ama anataka ufanye kitu gani? Ni vema kujua kusudi lako na sio kufanya makusudi ya watu wengine. Na ndio maana nasema hapo mwanzo na kwamba watu wengi sana wamefika hapa duniani baada ya kuzaliwa na kuendelea, na kwa sababu duniani kuna mambo mengi sana na kila mmoja ana kusudi lake. Sasa tunajikuta tunafanya makusudi ya watu wengine, eza kwa kujua ama kutokujua, kwamba unatekeleza yale ambayo is not your, niseme, yani sio kusudi lako wewe kufanya lile. Kwa hiyo unaona kuna wengine labda kusudi anatakiwa akije hapa lazima atimize jambo fulani. Kuna mtu fulani ambaye anatakiwa aokoke, au kuna mtu fulani anatakiwa aende kwenye mambo ya shule, au kuna mtu mwingine anatakiwa afanye 1 2 3, lakini yule mtu hawezi kutimiza bila mtu fulani. Sio kama unaanza kunipata sasa. Kwa nini? Kuna mtu ambaye amekusudiwa kwanza afanye, alafu baada aendelee. Nikutolee mfano mwingine mzuri wa kwenye Biblia. Yohana Mbatizaji mara ya kwanza alikuja kwa roho ya Elia zamani, akafanya kusudi lake lilipoisha, na ilikuwa kwa ajili ya kuwakemea wafalme wakati ule. Kemea wafalme ukitenda dhambi, anafanya hivi, nani alikuwa ni nabii ambaye alikuwa mkali sana, na alikuwa hana simila. Ukileta za kuleta adhabu pale pale. Kuna adhabu moja nafikiri wana wa Israeli walipata adhabu wakati alikuwa mfalme Ahabu. Aliwaambia 1 2 3, akakataa. Sasa kwa makusudi ambayo alikuwa Mungu ameweka ndani yake, na kwa mamlaka ambayo alikuwa nayo, alifanya mvua isinyeshe miaka 3.5. Sasa imagine miaka 3.5 mvua haijanyesha. Hiyo nchi ilikuwa mbaya sana, ilikuwa wakati mgumu sana wakati ule. Sasa yule alikuwa amebeba kusudi kwa wakati ule, ila baadaye tena kusudi ilipoondoka akaondoka, maana yake mission imeisha. Lakini baadaye akaja kwenye mission nyingine akiwa Yohana Mbatizaji, ndani yake ilikuwepo roho ya Elia. Ukienda kusoma Yohana sura ya 1 na kuendelea hapo, utapata muktadha nzuri kwamba ilikuweje. Maana kuna mtu mwingine anaanza sasa hili tendo tumeanza sasa kutupoteza. Kasome vizuri Biblia, na ndio maana kusisitiza Biblia hii imejaa mafumbo, imejaa hekima, imejaa busara. Kama hauna Roho Mtakatifu na kama hujaweza kupata bahati ya kufuatilia mafundisho kama haya darasa huru na Teacher Edo, ni ngumu sana kuweza kuielewa Biblia. Ndio maana kusisitiza, endelea kufuatilia madarasa huru na Teacher Edo, utajifunza yako mambo mengi sana. Kwa hiyo alipomaliza ile kusudi lake ilikuwa nini? Ni kutengeneza watu waanze kutubu kabla ya Yesu Kristo kuja kwa ajili ya ukombozi. Kwa hiyo yeye alikuwa anatengeneza njia ya Yesu. Kutengeneza maana yake alikuwa anasafisha. Kuna watu walikuwa, yani watu wakae tayari. Tunaonaga kwenye misafara ya Mwenge, nitolee mfano hapo kwa Tanzania, misafara ya Mwenge au misafara ya rais, utaona kuna gari fulani zenyewe zinafikaga sehemu fulani kwa ajili ya kusudi maalum tu. Zikishamaliza ile kusudi, inaondoshwa, haitakiwi kupita barabarani tena. Sio, unanipata? Kuna mwingine ameshasema kwamba mfano katapila, hata katapila, yaani katapila linapita, linajenga barabara, likishamaliza kujenga barabara haliruhusiwi tena kupita barabarani, linabebwa na malori. Umeanza kupata mfano sema makusudi, kwamba kumbe kila binadamu anakuwa na kusudi lake. Kwenye misafara leo ya Mwenge unakuta kinapita kigari chenye ngolo, gari yenyewe iko speed sana, lakini ile gari inayopita ile, na yule mtu aliyeko kwenye ile gari anapita kwa wakati ule kwa kusudi la kuhamasisha watu kwamba bana, kuna msafara unakuja 1 2, lakini yeye ule msafara hata hauoni, kwa sababu atafika pale
atamaliza king'ola, baadaye ataenda tena sehemu nyingine ambapo kabla mfalme au kabla mwenge haujafika aendelee tena kufanya nini, maandalizi. Kwa wako wengine wamepangiwa makusudi hayo tu, kutengeneza njia tu, kutengeneza njia, afu wengine makusudi wamepewa makusudi ya kuja tena kulaba kukamilisha kile ambacho kilikuwa kimeandaliwa na mtu mwingine. Kwa hiyo ni vema nikusii tena ndugu yangu kwamba ni vema ukajua makusudi ya Mungu ni yapi ambao Mungu ameweka ndani yako. Ni vizuri ukachukua muda wa kutafakari. Ni vizuri kwa Wakristo ukachukua muda wa kufanya maombi, funga, omba, lakini pia uwe na tabia ya kutafakari. Zungumza na Mungu, anaweza akakueleza kwamba okay, wewe nimekuleta hapa duniani kwa kusudi hili. Kwa sababu gani? Kuna wakati wa kuja kutoa hesabu baadaye. Ukisharejea kwa yule aliyekupa pumzi, anakuuliza nilikutuma ufanye 1, 2, 3, vipi? Hesabu yake ikoje? Shaanza kunipata sasa Kwa hiyo kwa nini umevuka mwaka 2026 ukaingia 26? Kuna kusudi la Mungu ambalo bado hujalitimiza, au bado halijatimia, au bado hujalianza. Sasa anakuvusha mwaka 2026. Lengo lake, kama yule alikuwa anafanya kazi ya shamba kule kwa bwana shamba, lengo lake akakuombea uvuke, upaliliwe ili uweze kufaa. Lakini lengo jingine ambalo tunaliona hapo kwamba lengo ile makusudi iweze kuyatimiza. Kwa ni kuhimiza sasa, ndugu yangu, katika haya yote ni vema ukafanya makusudi ya Mungu. Kwa nini? Usipofanya kuna gharama. Kuna gharama kubwa sana, lakini pia kuna hasara kubwa sana ambayo utakuwa umesababisha hapa duniani. Kuna watu, let's say labda tuseme kwamba kuna watu walitegemea kupitia makusudi yako yale ambayo Mungu ameyaweka, watu wangepata ajira. Labda kupitia makusudi yale ambayo Mungu ameweka, watu wangeokoka. Labda wangemwacha Mungu. Wangemwacha shetani, wangemwamini Mungu na kuweza kujua nini cha kufanya. Lakini pia kila mmoja ana kusudi lake. Kila mmoja ana kusudi lake ambao amewekewa kwamba lazima utimize hiki, utimize hiki, utimize hiki. Sisi tumeelewana ndugu zangu? Basi endelea kufuatilia darasa huru na Teacher Edo, lakini pia nukuu busara na nukuu za Teacher Edo. Huko utaendelea kujifunza mambo mengi, na kumbuka tuko na somo letu lile, kwa nini umevuka mwaka 2026 na kwa nini kuishia ama ukufa mwaka 2025. Ile ilikuwa pointi ya 4. Pointi ya 5 ya mwisho ambayo tutazungumzia kwa habari ya talanta. Nikisema talanta, nimezungumza hapo awali nikasema inamaanisha nini. Labda nifafanue kidogo kwa uelewa wangu mimi kuhusu talanta. Watumishi wengi kwa uelewa haraka kusema tu talanta, mtu ameshaenda kwenye kitu kinaitwa kipaji. Na wengi ndo tunaelewa hivyo kwamba talanta ni kipaji, mtu ambaye anapewa kipaji, lazima kipaji, au wengine wanasema karama, au wengine wanasema vipawa. Ile ni tafsiri, lakini ni vizuri unapofanya tafsiri uelewe, uende kwa kina zaidi. Lazima uchimbue kwanza lugha iliyotumika, kwamba talanta ni lugha ya Kiswahili. Utaona sio lugha ya Kiswahili, imetolewa ikawekwa kwenye Biblia. Ukisoma kwenye vitabu vya Kiingereza pia itakupa maana halisi, ambayo ukija kuweka kwenye Kiswahili unaweza kupata maana vizuri. Utaanza kusema Teacher Edo anataka kutuambia nini kuhusu talanta? Maana sisi tulikuwa tunajua tu talanta ni hiyo. Bwana Yesu wakati anazungumzia talanta alikuwa na maana yake. Alikuwa na maana yake wakati anasema talanta. Ndio maana anasema talanta zile zinahesabika, talanta 1, talanta 2, na mtu alipewa. Ukisoma hiyo, labda tusome kwanza kabla ya kuendelea. Tusome kwanza kabla ya kuendelea ili tuweze kupata muktadha vizuri tunaposema talanta. Watu wengi sana hapo huwa tunapotea sana kwenye talanta. Na ndio maana
Darasa Huru na Teacher Edo liko kwa ajili ya kukuelimisha ili uweze kuelewa maana halisi ya maandiko ama maana halisi ya vitabu vya Mungu vinasemaje. Nilisema tutaangalia kwenye kitabu cha Mathayo mstari wa 14 hadi wa 30. Mstari wa 14 hadi wa 30. Mimi nimeshafika. Nafikiri na wewe utakuwa umeshafika hapo. Nafikiri na utakuwa umeshafika hapo. Ni sema hivyo, baadaye nitakuelezea kwa habari ya talanta. Talanta ni nini hasa? Lakini hapa ni mfano ambao Bwana Yesu amezungumza kwa habari ya talanta. Ni hadithi. Kumbuka hadithi inajazia yale maneno ya kwenye Biblia ili uweze kuelewa, lakini pia ili uweze kufanya application ya maisha ya kawaida. Anasema hivi, sasa tuanze mstari wa 14. Anasema, maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Si umeelewa wewe unayetafsiri kwa haraka unaposema talanta una maana gani? Akasema mali, akaweka kwao mali zake. Mfano wa mtu aliyetaka kusafiri, akawaita watumwa wake au wafanyakazi wake, halafu akaweka kwao mali zake. Mstari wa 15, akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1, na kila mtu kwa kadri ya uwezo wake akasafiri. Nitakuhadithia hii story vizuri, lakini endelee kusoma kwanza. Akasafiri. 16, mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingine 5. Ule wa kwanza akaenda akafanya biashara, akachuma faida, akazalisha tena talanta 5. Mstari wa 17, vile vile na yule mwenye 2, yeye naye akachuma nyingine 2. Yule mwenye 2 naye akaenda akafanya biashara, akachuma talanta 2. Halafu 18, lakini yule aliyepokea talanta 1 alikwenda akafukia chini, akaificha fedha ya bwana wake. Hapa tumeanza kupata na ile maana ya talanta. Akaificha fedha ya bwana wake. Tutaelewa tu nini maana ya talanta hapo mbeleni. Baada ya siku nyingi sana, akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Baada ya muda sasa, jamaa aliposafiri akaja akarudi, akaja akafanya hesabu nao. Maanake akataka hesabu ya yale ambayo yalikuwa yanafanyika. Mstari wa 20, ngoja nisome kwanza afuta tutapeana tu hadithi. Najua unataka nikuhadisie kwa sababu watu wengi ni wazembe kusoma Biblia. Ngoja tu tutapata hiyo hadithi. Akaja yule aliyepokea talanta 5 akaleta talanta nyingine 5, akisema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5. Tazama talanta nyingine 5 nilizozipata faida hizi hapa. 21, bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Twende tena. Akaja yule aliyepokea talanta 2 akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 2. Tazama talanta nyingine 2 nilizopata faida. 23, bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Yule alipewa mengi, huyo ameingia katika furaha ya bwana wake. Sio kama una noti. Nishasema Biblia usio unaisoma kama gazeti, unaisoma na uwe unaielewa, unatafakari. Kuna vipengele hapo vinaendelea.
24 akasema, akaja yule aliyepokea talanta moja akasema, Bwana mwenye talanta moja akasema, Bwana, nalitambua ya kuwa wewe mtu mgumu. Yaani ameshamwona bosi wake ni mgumu. Kwa huku Tanzania tunamwita nani? Mgumu. Mnamwita nani? Bahili. Kwamba bwana wewe nilikuona ni tajiri bahili. Mgumu. Wavuna usipopanda. Wakusanya usipopatawanya. Kwa hiyo yeye ndo aliona hivyo, alisema alitambua hivyo, yaani alijua kwamba huyu mtajiri amenipa hii talanta moja. Huyu ni bahili. Halafu anakusanya mahali ambapo hajatawanya, lakini pia anataka kuvuna mahali ambapo hajapanda. Basi nikaogopa. Yule mtumwa akasema, nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama, unayo iliyo yako, maana yake iko, nimehifadhi. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kukusanya nisipotawanya. Ulijua hivyo basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoao riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Basi akamwambia, basi nyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliyenazo talanta 10. Yule mwenye 5 zikazaa 10, ile moja akapewa. Mpeni. Haijaishia hapo. 29, kwa maana kila mwenye kitu atapewa. Pointi hiyo sasa. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu, hata kile alichonacho atanyang'anywa. Hii ni kasumba hata kwenye pesa ikogo hivyo. Mwenye pesa huongezewa, lakini ambaye hana pesa, hata kile kidogo alichonacho hunyang'anywa. Hii ni formula. Yaani huyu tajiri huyu ambaye alikuwa na nini, alikuwa anazungumzia formula za kitajiri zilivyo. Hizi ni formula za kitajiri za kiduniani, ziko hivyo. Mwenye pesa ndio huwa anapata pesa, lakini mwenye ambaye ana pesa, hata anachokupata kile kidogo hunyang'anywa. Ni dunia. Mimi naongea kama Teacher Edo, ni dunia ndio ilivyo. Formula ya utajiri iko hivyo. Kwa hiyo mwenye nacho huongezewa, mwenye ambacho anacho kidogo au mahana anaendelea kufilisika. Huyu kwa maana hiyo anazungumza hiyo. Jamani, sio mimi, ni Biblia inasema hivyo. Inasema kwa maana kila mwenye kitu, nirudi hapo, kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele. Mwenye kitu. Lakini asiye na kitu, hata kile alichonacho atanyang'anywa. Hata kile alichonacho atanyang'anywa. 30, na mtumwa yule asiyefaa mtupeni mbali katika giza la nje, ndiko kutakuwa na kilio cha kusaga meno na kutakuwa na kilio cha kusaga meno. Tutarudi kwenye hii kisa, tutakihadisia vizuri. Nataka ni kufafanulie tunaposema talanta. Tunaposema talanta maana yake nini? Talanta maana yake ni nini? Kuna watu wanataka kujua. Teacher, tunaomba tufafanue maana ya talanta. Hii itakusaidia hata watumishi wengine, najua watakuwa wananisikiliza, watakuwa wameelewa sasa nini maana ya talanta. Tunapoongelea talanta. Talanta ni neno litoholewa kutoka kwenye Biblia. Ilitumika kwenye Biblia hasa, lakini ilikuwa na maana mbili. Ilikuwa na maana ya kihistoria, lakini na maana ya kibiblia. Ilikuwa na maana ya kihistoria na kibiblia. Lakini katika nyakati za Biblia talanta haikuwa kipawa kama watu wanavyotafsiri.
labda ni kipawa ama ni karama ama whatever. Haikuwa hivyo kibibilia, nasema kibibilia haikuwa hivyo. Na kwa mfano wa Yesu ambao alikuwa anauzungumzia alikuwa hamaanishi hivyo. Anaposema talanta 5, talanta ngapi, alikuwa hamaanishi hivyo. Nataka twende tu taratibu, utanielewa. Kwa hiyo ilikuwa bali ilikuwa ni kipimo cha uzito wa madini yenye thamani wakati ule. Yaani si nitolee mfano gani? Kwa mfano sisi hapa Tanzania tuna madini ya dhahabu au madini fedha au madini ya ruby au madini ya. Kwa hiyo ilikuwa kipimo fulani kikishajaa inaitwa talanta. Umeelewa sasa huku dhahabu huwa zinawekwa kwenye tofali. Zinatengenezwa alafu zinawekwa tofali. Kwa hiyo tofali moja ingekuwa ni huku Tanzania tukisema tofali, huyu alipewa tofali 5, mwingine akapewa tofali 2 za dhahabu na mwingine akapewa tofali 1 ya dhahabu. Sasa wakati ule ilikuwa ile kipimo kile kilikuwa inaitwa talanta. Ama alifu utapata darasa huru na Ticha Edo. Darasa huru na Ticha Edo. Endelea kufuatilia, utajifunza yako mengi. Elewa yako makusudi ambayo Mungu amenipa, lakini kuna mambo mengi sana ambayo Mungu amenipa. Endelea kujifunza na hakika huwezi ukisikiliza darasa huru na Ticha Edo huwezi katoka kapa. Lazima kuna kitu utakichukua na utakifanya kwenye maisha yako. Yaani kuna mambo unakuta yana mkwamo. Ndio hivyo. Last time nilisema au wakati ule nilipita kwamba Mungu anampa mtu kitu kwa ajili yake. Yaani anampa mtu kitu kwa makusudi yake mwenyewe, lakini kwa ajili yake mwenyewe. Anajua kwa nini anampa huyu mtu kipaji hicho ama karama hiyo, na kwa ajili ya kufaidia ufalme wa Mungu. Na ndio maana anasema hii tafsiri wengi watumishi wengi sana walikuwa wanakosea akisema talanta, na waimbaji wengi sana walikuwa naimba wakimaanisha talanta, walikuwa wanamaanisha labda kipawa. Tafsiri ya Biblia haikuwa inamaanisha hivyo. Kwa hiyo talanta ilikuwa ni mjumuisho wa madini, aidha madini fedha au madini dhahabu ya wakati ule. Na ndio maana utaona ile kisa tutaenda kuisoma vizuri, anasema kwamba yule tajiri alitaka kusafiri, alipotaka kusafiri akataka kuacha mali kwa watumwa zake. Hizo mali sasa zilikuwa kwenye kipimo cha talanta. Kulikuwa na talanta 5, kulikuwa na talanta 2 na kulikuwa na talanta 1. Ukijumlisha hapo unapata talanta ngapi? Zilikuwa talanta 8. Talanta 5 mtu mmoja alipewa, mwingine akapewa talanta 2 na mwingine akapewa talanta 1. Ukizijumlisha zote unapata 8. Kwa hiyo unaanza kupata idea wale ambao tunakosea kwenye mafundisho. Tunafundisha karama 7 au karama ngapi, tunajumlisha tunaleta hiyo talanta, tunaita jamani umepewa talanta. Sasa hapo unaanza kupata maana halisi tunaosema talanta. Kwamba talanta ilikuwa ni ujazo wa madini fulani. Nimekutolea mfano leo hapa tuna kama ingekuwa kama ni mafuta tungesema kibaba kimoja. Tukisema kibaba kimoja maana yake hatumaanishi kwamba ndo mafuta yako kimoja moja, yaani mjumuisho wa kile kibaba kwa wakati ule ilikuwa inaitwa talanta. Na sio ilikuwa neno tu, kuna neno jingine linaitwa shekeli. Siku hizi Waswahili wasema inaitwa sampa nini? Sasampa, hela au fedha au whatever, namna mnavyoita Waswahili wa leo. Sasa nataka lengo la kuzungumza hivi uelewe lengo la maana tunaposema talanta. Kwa hiyo talanta moja ilikuwa na thamani kubwa sana wakati ule. Ilikuwa na thamani kubwa sana. Lakini walikuwa wanakadiria labda ukubwa kama yaani ukipata talanta moja thamani yake kama unawafanya kazi kwa kutumia hizo talanta, ukiziuza ukifanya hivyo unaweza ukakaa nao ukawalipa na wakaishi wakala kadri miaka 15 mpaka 20. Talanta hii moja. Kwa hiyo ilikuwa na thamani kubwa sana wakati ule, lakini ilikuwa inamaanisha madini ilikuwa madini fedha, madini ya dhahabu.
walikuwa napima katika talanta. Na mfano ule ambao aliutolea Yesu alikuwa hamaanishi kalama ambao ukisoma Mathayo 25 mstari wa ngapi? Wa 14 hadi wa 16 wa 30. Yesu alipotumia mfano huu wa talanta alikuwa akimaanisha amana, rasilimali ama majukumu ambayo Mungu amemkabidhi kila mtu. Nirudie hiyo sentensi. Yesu mfano huu wa talanta aliutumia, alikuwa na maana hii. Anaposema mtu alimpa talanta, alikuwa na maana hii. Maana ya kwanza, hiyo tafsiri nishasema kila mmoja amepewa jukumu. Sasa maana hii ilikuwa na maana ya rasilimali, lakini ilikuwa maana ya amana. Nikisema amana, leo mnaita nini? Ukienda benki unaweka amana, hisa. Ilikuwa maana ya hisa, amana, hisa, lakini ilikuwa na maana ya rasilimali. Ama ukija kwa watu, ilikuwa ni majukumu. Mtu anapewa majukumu fulani ambayo Mungu anamkabidhi kila mwanadamu anayekuja duniani. Yaani ukizaliwa tu unapewa majukumu ya wewe kuja kuyatimiza. Usipotimiza yale majukumu utadaiwa. Kuna siku moja nilikuwa nafikiri Kahama nafundisha, nikatolea mfano huu na watu walihamaki sana. Niwaambia kwamba kuna watu unakuta wanaishi duniani kwa kufuata amri 10 za Mungu na wamezitimiza zote zile amri 10 za Mungu, lakini utafika wakati kwamba ndo anarejea kwa Muumba, anafika pale mlangoni anaambiwa rudi. Akiuliza kwa nini, anasema sio ametenda dhambi. Kuna talanta aliyopewa alipokuwa huku duniani alifukia. Unaona, anza kunielewa sasa aliifukia. Kwa hiyo kwa namna gani? Kwamba kuna watu hapa duniani leo hii aidha hawana ajira, ni kwa sababu ya wewe talanta yako umeifukia. Lakini kuna mtu leo hivi anahangaika hapa duniani kupata chakula, ni kwa sababu ya wewe talanta yako umeifukia. Lakini kuna mtu leo, sio kama unanielewa, kuna mtu leo yani ana struggle kweli, ni kwa sababu yako wewe talanta umemfikia. Sasa ikitokea leo umekatika, au ikitokea mwaka 2025 ungekufa pale, maana yake wewe ungeenda motoni. Ndiyo, ungeenda motoni. Kwa nini? Pamoja kwamba ulikuwa mtakatifu, amri 10 za Mungu zote umezifuata, lakini kigezo kimoja tu ambao kingekuondosha. Kuna watu wanatabika huku duniani kwa sababu yako wewe. Talanta yako hujaifanyia kazi. Talanta uliyopewa hujaizalisha. Umefika ukaifukia. Umefika ukaifukia. Amana uliyopewa hujaizalisha. Rasilimali uliyopewa hujaitumia. Umefika tu ukaiweka. Kisema rasilimali, sio kama unanielewa. Yaani kwa mfano Tanzania leo hii tunahangaika sana na umaskini na yaani mambo mengi sana. Hii naomba hata serikali wasikie au rais asikie kwamba tunahangaika sana Tanzania kufanya hivi 1 2 3 na nini, lakini Mungu ametupa amana na ametupa rasilimali nyingi sana. Shida iko wapi? Hapa. Shida iko kwenye akili. Kwanza kujua rasilimali iliyopewa itumike wapi, kwa wakati gani, na itumikeje. Sasa kinachotuumiza sisi wale watu wa nje, kwa vile wanazijua hapa kuna amana na kuna rasilimali, wanakuja wanachungulia, wanafanya wanaoweza, wanachukua, wanaenda wanatumia wao kule. Sio dhambi, isipokuwa wewe ambaye huitumii ndo dhambi.
na wewe ambaye unaigawa rasilimali wanaenda watumia watu wengine, ndio dhambi. Ndio maana nisema kwamba kuna watu wengine hawataingia mbinguni kwa sababu moja tu, talanta waliopewa, walifukia waliopewa, na wanajibu kama yule watatu aliyesema, Bwana anajua wewe bwana ni mgumu, wewe ni rugumia, wewe hamna, wewe ni bahili sana, unazalisha mahali ambapo unavuna mahali ambapo hujazalisha. Hiyo ni kasumba ya watu wengi sana, watu wengi sana. Sasa amka, elewa kabisa kwamba talanta uliopewa ni ipi. Kuna makusudi, kuna talanta. Unasema hivi vitu kama vinaendana. Kuna makusudi, kuna talanta. Talanta nimekufafanua hapo, kwa maana Biblia ilikuwa inamaanisha rasilimali, ilikuwa inamaanisha amana, ilikuwa inamaanisha wajibu ambao umepewa wewe wa kufanya hapa duniani, au majukumu ambao Mungu amemkabidhi kila mtu. Ile ilikuwa ni maana ya kibibilia. Tuje kwenye maana ya kiroho. Nikisema kiroho sasa, labda nikusaidie watu ambao mko rohoni, nikusaidie. Tunaposema kiroho, maana ya kiroho, talanta, katika mafundisho ya Yesu alikuwa anamaanisha nini? Alikuwa anamaanisha uwakili. Yaani yeye wakati hayupo, sisi ndo tunatakiwa tufanye. Kwa maana gani? Yaani Bwana Yesu hapa sasa hivi hawezi akaja akaanza kuhubiri Injili. Alipomaliza akatengeneza structure ya Injili yake, akateua 12, akateua 70, waweza tanashara na wengine, halafu ikaendelea. Na mpaka wewe leo umekuja kuipata hiyo Injili. Maana yake wewe ni wakili wa asili za Mungu. Sasa unatakiwa ujielewe. Kwa wale mawakili wanaelewa, mimi nimesoma sheria. Kwa hiyo nikisema wakili naelewa kwamba wakili, mimi nalibeba jambo la mteja wangu. Sio, umeelewa? Yaani naenda mahakamani, naongea kama vile ndo mimi ile jambo nimelifanya, lakini mteja wangu yuko huko. Ndio maana tunaosema wakili au kwa lugha nyingine mwakilishi. Kwa lugha nyingine mwakilishi. Kwa maana ya kiroho ilikuwa na maana ya uwakili, jambo moja hilo. Yaani Yesu alifundisha kuwa kila kitu tulichonacho, yaani sisi ni mawakili wa kila kitu tulichonacho. Yaani kila kitu tulichonacho wewe ni unawakili. Na kwa maana hiyo alifundisha kuwa kila kitu tulichonacho. Nikisema kila kitu, mfano kitu gani? Muda, uwezo, mali, Injili, ni mali ya Mungu na sisi ni wasimamizi tu. Umeelewa maana ya wakili? Yaani kila kitu ulichonacho wewe, mchungaji, mtumishi, askofu, nabii, si mtume, whatever, kila kitu ulichonacho wewe, hicho kitu ulichonacho, iwe muda, iwe uwezo ulionao, kingine kipao ulichopewa, mali ulizonazo, kazi ulionazo, vyote hivyo ni mali ya Mungu, ili umepewa tu kusimamia. Ndio maana ya uwakili. Unapewa usimamie, sio vya kwako, umepewa usimamie. Kwa hata unapopewa kanisa, tunasema hii kanisa la mchungaji fulani, yule anachunga tu, lakini wale kondoo sio wa kwake. Kondoo sio wa kwake. Kuna siku moja tutakuja tufundishana hapa kwa habari ya wachungaji, namna wanavyotumia vibaya makanisa ama waumini walioko kanisani kule ndani, lakini hata misikitini wanatumia vibaya kujinufaisha kwa faida zao wao wenyewe, pasipo kujua wao wamewekwa kumwakilisha Yesu. Kwa hiyo wanatakiwa waende kwa matakwa ya Yesu anayotaka yeye na sio ya kwako. Naanza kunichukia. Kawaida, endelea kufuatilia darasa hili la Teacher Edo, utajifunza mambo mengi sana. Kwa hiyo kwa maana ya kiroho ilikuwa na maana hiyo, kwamba sisi ni mawakili, kwa maana sisi ni wasimamizi wa muda, wa uwezo, wa mali, lakini pia Injili sisi ndio tuna nani. Lakini pia ilikuwa na maana ya wajibu wa kuzalisha talanta.
kiroho ilikuwa na maana wajibu wa kuzalisha. Yaani Yesu alionyesha kuwa Mungu anatarajia tuzalishe, ama Kiswahili anatarajia tusemi, yaani tuzalishe yani kile alichotupa kwa ajili ya ufalme wake, badala ya kuficha kwa uoga. Nitolee mfano. Kuna watu wana bahati, unakuta, natolea mfano mzuri. Kuna watu unakuta bahati nzuri sana, familia nzima inamjua Mungu, ila unajua kuna familia hazimjui Mungu kabisa kabisa kabisa, na wanasubiri wewe uliyepata hiyo talanta uwapelekee hiyo Injili. Alafu wewe unakuwa unasema wanajua tu, Mungu atawahubiria, Mungu atawaona. Mungu hawezi akashuka. Kwenye somo langu tena nakukumbusha lile linalosema kwamba Mungu akitaka kufanya kazi, yani miungu hii wawili, yani Mungu Baba Yehova akitaka kufanya kazi hapa duniani hawezi akashuka hivi, anatumia wanadamu kabisa, anatumia wanadamu. Sio watakatifu tu, wanadamu. Yaani binadamu yoyote anaweza akatumika na Mungu kwa ajili ya utukufu wake. Lakini pia shetani, mungu wa dunia hii, naye akitaka kumwangusha mtu au kufanya jambo lolote anatumia binadamu. Na sijasema tu mwenye dhambi tu, hata mtakatifu anaweza akatumika na shetani. Sasa ni vizuri unapokuwa mtumishi, ukiitwa tu mtumishi, ujue unamtumikia Mungu yupi. Unaweza kuwa unatumika kumbe unatumikia shetani, au unamtumikia Mungu. Kwa ni vyema kupambanua tu. Mungu akupe ufunuo, Mungu akupe maarifa ili uweze kuona kile unachokifanya. Kwa Yesu katika mafundisho yake anaposema talanta alikuwa anamaanisha hivyo. Maana ya kwanza wakili, maana ya pili kuwa wajibu wa kuzalisha. Kwa Mungu anategemea tuzalishe, anategemea tuongeze. Kwa upande wa injili iende. Kama ni biashara iongezeke, kama ni ujasiriamali uende, kama ni huduma iende, izae. Kuna watu waliwekewa huduma ndani yao, lakini ile huduma imebaki tu hivyo hivyo. Anakuwa mwalimu lakini hajapata kuwafundisha watu wengine. Na kuna wengine unakuta yeye ni mtume, anabaki yeye kama hataki kuwafundisha wengine tena wawe kama yeye. Sio kama unaelewa. Mwingine ni nabii, anabaki yeye tu, akitabiri mtu mwingine anamwambia huyo sio nabii, huyo sio nabii, nabii ni mimi tu. Hapana. Mungu hajaweka hivyo. Na kwa taarifa yako tu, Mungu akitaka kumtumia anamtumia mtu yoyote anayemtaka. Hata kama ni mdhambi namna gani, Mungu anaweza kumtumia. Na anaweza kumtumia akiwa na dhambi, au akamsafisha kwanza afu ndo akamtumia. Vyovyote vile huwezi mpangia. Ndio Mungu alivyo. Sisi binadamu tuna tabia ya kujaji na kuhukumu. Mungu huyo amtumie. Hawezi kumtumia huyo. Kwa nini amtumie? Mimi ndo nabii pekee. Ukimsikia mtu anajisifu hiyo akasema mimi ndo nabii pekee, mimi ndo mchungaji pekee, mimi ndo mtume pekee, muogope sana huyo mtu. Elewa kabisa huyo ana kitu kinaitwa ubinafsi, kwa sababu sio kusudi la Mungu. Sio kusudi la Mungu kumpa talanta ile, hajamaanisha aitumie yeye mwenyewe. Maana kuna watu wengine watanufaika, kuna watu wengine watajifunza kupitia hivyo. Mimi unaniona hapa leo Teacher Edo, nimepita kwingi sana. Nimepita kwa wachungaji wengi sana. Alafu nimebahatika kukaa na wachungaji mara nyingi sana. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo nimejifunza, lakini wakati huo ni haso ya hatari. Lakini kumbe kuna mambo ambayo Mungu anakufundisha na unajifunza kutoka kwao. Kwa hiyo je, wangekuwa wachoyo, wasitoe nafasi, yani mimi mwenyewe nisingejishughulisha. Maana yake tayari talanta ambao Mungu amenipea nije nifanya mawajibu alionipea, nisingeweza. Lakini bado makusudi ya Mungu yasingetimia au yasingefanyika. Kwa hiyo unaanza kunielewa ninapozungumzia kwa habari ya talanta. Lakini maana nyingine
katika hukumu, ukisoma kwenye hiyo kitabu alipokuwa anazungumzia hukumu, kuna mmoja alihukumiwa hapa akanyang'anywa vyote, mwingine akapewa talanta 5, mwingine akapewa hizo 2 akaongezewa. Hiyo ilikuwa na maana ya tuzo, ama mfano wewe unafundisha kuwa kutakuwa na hesabu baadaye, baada ya maisha haya kuishi hapa duniani, kuna mahesabu hapo baadaye tunatakiwa kutoa, na wale wanaotumia rasilimali zao vizuri kupewa majukumu makubwa zaidi au wanaongezewa zaidi. Lakini pia wanaotumia muda ama wakati nao wanaongezewa tena muda. Kwa mfano wewe umeutumia muda wako vizuri mwaka 2025, na ndio maana Mungu amekuongeza tena mwaka mwingine kwa sababu umeutumia vizuri. Lakini kama umeutumia vibaya, maana yake usingeongezewa mwaka mwingine, labda ongezewa kwa makusudi uweze kutimiza makusudi ya Mungu, au umeongezewa kwa sababu tu unapaliliwa kulingana na kipande kilichopita. Kwa lugha ya kisasa talanta, wengi wao tunamaanisha kipaji cha asili. Si utakuwa umeshaelewa nini maana ya talanta? Kwa lugha ya sasa hivi tunazungumza kama kipaji ambao mtu anakuwa nacho. Kwa mfano kama mimi hapa na kipaji cha kufundisha. Kwa hiyo natakiwa nikizalishe na wengine waje watokee, kina Edo wengi. Fuatilia, kuna watu ambao wanazalisha vipaji, viko vingi. Kwa hiyo nitaka nifafanue hapo tunaposema talanta nini maana yake. Sasa turejelee sasa kwenye kisa chetu cha Mathayo 25. Mathayo 25 mstari wa ngapi? Wa 14 hadi wa 15. Sasa story hii nitakuhadisia kwamba kuna tajiri mmoja alikuwa na wafanyakazi ama watumwa wa kwake, na alikuwa ni tajiri wa fedha, wa madini na vitu vingine. Sasa akataka kusafiri. Alipotaka kusafiri akaona kwamba nikienda nimefungia hii na mimi biashara zangu ni hizi, lazima biashara zangu zitayumba. Alichokifanya akawaita watumwa wake 3. Mtu wa kwanza, ule mtumwa akaambiwa, bana mimi nasafiri. Unaelekea wapi? Na kama bana, nakoelekea sio lazima upajue, lakini nataka nikupe talanta hizi. Hajamwambia mzalishe wala hajanani, lakini anataka kujua nani mwenye akili katika hawa. Si kama unajifunza, lakini kuna kanuni unatakiwa ujifunze wewe ambaye ni tajiri, wewe ambaye unataka utajiri. Kuna kanuni. Fedha huwa inaenda kwa mtu mwenye fedha, na ukitaka fedha maana yake lazima utumie fedha. Yaani ukitaka hela lazima utumie hela ndio upate hela. Ndi kanuni ya utajiri hiyo, iko hivyo. Kwa hiyo yule jamaa akamwita wa kwanza akampa talanta 5. Na kumbuka kwenye kila talanta moja ilikuwa na thamani ya madini mengi sana. Akampa, bwana chukua hii. Akamwita mwingine tena naye akachukua, akamwambia chukua hii talanta 2. Akamwita mwingine tena naye akakabidhi. Jumla zikawa talanta 8. 5, 2, 1. Jumla ni 8. Kwa hiyo zilikuwa talanta ngapi? 8. Basi yule jamaa akasafiri akaenda zake. Hatujui sio alienda Ulaya au alikuja Afrika au alienda wapi, hatujui alikoenda, lakini alisafiri muda mrefu sana. Alisafiri muda mrefu sana. Baada ya muda sasa kusafiri, alipomaliza mambo yake kule akarejea. Aliporejea akataka hesabu kwao. Kumbuka hakuambia jamani na wachizi talanta mfanye biashara. Lakini alitaka ajue nani mwenye akili. Akataka hesabu kwao. Wa kwanza ukisoma mstari anasema aliporejea akataka hesabu kwao. Wa kwanza
akahuzulisha hesabu zake, akasema bwana mkubwa, tajiri wangu, boss, ulimpa talanta 5 hizi hapa, akaziweka hapo, akazipanga hizi hapo, lakini bwana, mimi nimezalisha talanta 5 zingine, nimeenda nikafanya huko biashara na nini, zimeongezeka, zimekuwa 5 hizi zingine. Kwa maana hiyo ule wa kwanza alikuwa na lengo kabisa kwamba nizalishe, yamkini alikuwa na malengo mengine ambayo sio mazuri, ambao wengi tunakuwa na hiyo kwamba labda anataka azalishe, akija akidai talanta zake, amwambia bwana, talanta zako hizi hapa boss, alafu zingine labda ameweka mfuko wa nyuma zile alizozalisha. Mimi nawaza yamkini alikuwa na mawazo hayo pia. Maana unajua usio unawaza tu kwenye kibox, waza tena nje ya box. What if huyu bwana asingehitaji mahesabu, huyu mwenye talanta 5 ingekuwaje? Lakini what if huyu tajiri asingeuliza mahesabu, huyu mwenye talanta 1 angejisikieje? Wakati mwingine wanamlingishia kwamba umeona sisi tumeshazalisha. Na mkini yule wa kwanza, yule wa mwenye talanta 1 labda angekuwa mnafiki, angeenda kusema kwa bosi, hao wana hela wamekuibia. Anyway, tuache hiyo nadharia, lakini twende kwenye nadharia ambayo tunataka tuielewe. Kwa nini umevuka mwaka 2026? Basi tajiri aliposikiliza akasema okay, we mtumwa mwema, aliye na vingi huongezewa. Kwa hiyo chukua hizo 5, chukua. Kwa akachukua zile 5 zile alizomkabidhi, akamwambia chukua hizo za kwako. Kwa kumbe zilikuwa za kwao, yaani hizo talanta zilikuwa zina kwao, isipokuwa tu yeye alitaka yule tajiri zizae. Akamwambia chukua na hizi, nenda ka enjoy, katumie unavyoweza. Wa pili naye akaja mwenye talanta 2, naye akasema bwana, ulinipa talanta 2 na mimi nimezalisha 2. Akasema wow, safi sana, watumwa wa namna hii wako poa sana. Hizo 2 za kwako na hizo ulizozalisha za kwako pia, nenda kafurahie, lakini karibu tu enjoy. Akaja sasa mwingine ambaye ni mimi na wewe sasa mwenye talanta 1 akasema bwana, bwana mkubwa, mimi nilijua ni bahili bana, nilijua wewe mjanja, wewe ni tajiri mjanja hivi, yaani wewe unataka tu sisi tukuzalishie. Hamna kitu. Labda ungenipa mtaji ule mimi mwenyewe, yaani ungeniambia bana, hii hapa milioni nenda kazalisha, lakini unanipa tu nikutunzie. Mimi nikutunzie, nimekutunzia, nimechukua nikaenda nikaifikia kule ili nikutunzie, lakini kwa habari ya kuzalisha hapana. Ningezalisha za kwangu, kama hela zingekuwa za kwangu, kama madini angekuwa ya kwangu, lakini wewe umetaka tu uvune mahali ambapo hujapanda. Ulitaka upate mahali ambapo hujatawanya. Kwa hiyo nilichokifanya mimi, nilienda nikafukia, nikaiweka kule. Ni akili ya watu wengi tuko nayo, na ni watu wengi sana tuko kwenye wimbi hilo kwa sasa hivi, watu wengi sana. Naweza nikasema 80% ya watumishi aidha serikalini, ama watumishi wa Injili, ama watumishi wa private, yaani nikisema mtumishi, mtu yote ambaye amepewa taski, jukumu la kufanya, wengi tuko hivyo. Wakati tunatafuta kazi au wakati tunawaza kitu cha kufanya, yaani ilikuwa tunasumbua sana. Ukija kupewa kazi hii hapa sasa, baada ya kufanya kazi kwa tija, kwa namna fulani, ile hizo kwenda unachukua, unaenda unaifukia, unaanza kusema why hii kazi ya serikali bana, hii kazi ya kanisa bana, tunasema hivyo mimi siwezi kufanya kazi ya kanisa. Usishawahi kusikia hizo nani hizo kauli, siwezi kufanya kazi ya kanisa bana. Nani alikwambia kazi ya kanisa haina faida? Wewe unajua aliyekupa hiyo chance ya kuweza kufanya huo wajibu unajua alikuwa na malengo gani na wewe? Paka umepata hiyo fursa ya wewe kufanya.
unajua alikuwa amekuamini kiasi gani mpaka ukapata hiyo nafasi? Unajua amekuamini kiasi gani? Wanasema siwezi kufanya kazi ya kanisa. Hiyo unataka kudogodisha, yaani unataka kuifanya kanisa kama dogo. Siwezi kufanya kazi mimi ya kina nini. Wengine mpaka ni wana kashifu vibaya, lakini umesahau ile ni talanta. Mwenye nayo atataka kuja kupata hesabu baadaye. Kama unanielewa, atataka kupata hesabu baadaye, atataka kupata hesabu baadaye. Kwa hiyo yule mtumwa akachukua akaifukia. Yeye alipewa adhabu, au wengine walipewa tuzo. Yeye alipewa adhabu. Adhabu gani alipewa? Cha kwanza, alinyang'anywa hiyo alionayo, yaani kwamba hebu nichukueni. Iko wapi? Umefikia wapi? Kaifukue, lete. Akijua labda atapewa zawadi, akamwambia lete. Muongezeni yule mwenye 10. Yule ambaye alizalisha 5 muongezeni zile 11 kule. Alafu yeye haikuishia hapo. Akapoteza kazi. Akapoteza kazi. Haiko tofauti sana na wewe unayenitazama au unayeniangalia. Haiko tofauti sana. Ulifight kwa ajili ya kazi, lakini kazi unailetea mchezo. Kwenye kazi unaleta mzaha. Kwenye kazi unaleta ndivyo. Haina tofauti sana na wewe mtumishi ambaye unafanya kwa ulegevu. Wakati mwingine ufanye kazi, umeitwa kwa ajili ya 1, 2, 3, lakini ulichokifanya uliitwa labda kwa mfano kuimba. Ulichofanya wewe umeacha kuimba, umeanza umbea. Uliitwa wewe kuhubiri Injili, umeacha kuhubiri Injili, unafanya mambo mengine. Uliitwa kuchunga labda kanisa, uchungi, umeenda kufanya biashara. Umeitwa wewe kwenye biashara, ufanye biashara, unafanya jambo jingine tofauti. Sio talanta ambayo Mungu alikupatia. Mwisho wa hesabu atataka hesabu zake. Atataka ulifanya nini nilipokupa ile talanta. Na mwisho wa hesabu sio tu mpaka mbinguni. Maana kuna watu wanasema sasa ikifika huko nani? Ndo muda huu, ndo maana nikamwambia kwamba kwa nini Mungu amekupa mwaka 2026. Maana yake kuna talanta ambayo ulikuwa umefikia 2025. Anataka sasa izae, kazalisha talanta ambayo Mungu amekupatia. Nikisema talanta maana amana. Kuna kitu, kuna rasilimali ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Ushawahi kupita sehemu moja wakaanza kuongea, yaani unaongea hapo unasema huyu jamaa ana kitu. ana kitu, maana yake ana talanta huyu. Ndio maana halisi ya talanta. Kwa wewe una kitu, lakini hicho kitu hutaki kukizalisha. Sasa umepewa mwaka 2026. Hicho kitu kwanza kionekane, kiwe faida kwa wengine, kiwe faida kwa watu, na kiwe tija kwa Mungu. Tunaelewana? Tunaelewana? Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Naam, endelea kufuatilia darasa huru na Teacher Edo, busara na kuza Teacher Edo. Utaendelea kupata masomo huko, yako mengi, na tayari mengine yako mengine kwa maandishi, yako mengine kwa sauti, yako mengine kwa video kama hizi, lakini tunaendelea. Na nimefanya kufanya darasa kwa sababu ili watu waweze kupata elimu hii. Kwa hiyo wewe cha kunisaidia kikubwa zaidi ni kushare, kusubscribe. Kushare maana yake yani hii video unayoitazama sasa hivi, jaribu kushare na mtu mwingine aweze kupata elimu. Kuna watu wengine wamelazwa, hawajui hata talent zao, hawajui talanta zao, hawajui talanta zao, lakini hawajui makusudi ya Mungu ni yapi, na hawajui kwa nini mwaka 2026 wamevuka.
wanashabikia tu, wanasherekea na nini na nini na nini na wengine wanaenda na mkumbo. Kila mmoja, niweze kuhitimisha kwenye somo hili kwamba kila mmoja kwenye hii dunia ana makusudi aliyoletwa, lakini kila mmoja kwenye hii dunia ana taski, ana jukumu la kufanya, na usipolitimiza lile kusudi na lile jukumu uliopewa, Mungu atadai mikononi mwako. Hizo amri tulizopewa za Mungu, it's okay, tutimize, tufanye, kwa sababu ni moja ya nguzo za kutufanya ili tuweze kukamilika. Lakini usipotimiza yale majukumu na yale makusudi ya Mungu ambayo amekupatia, muda utafika, halafu utaondoka, na nikuhakikishia itakuwa ni kipengele cha wewe kutokuingia mbinguni. Mimi nakuhakikishia, kwa sababu ule mfano niliotoa ni mfano ambao nilipatiwa, kwamba ni ngumu sana, ngumu sana. Wewe fanya vyote, utaanza kujikagua, wapi mimi niko msafi hapa, niko hivi, lakini kama hujafanya makusudi ya Mungu, lakini utimizi wajibu ulioletewa hapa duniani, na talanta yako umeifikia, ni ngumu, kwa sababu kuna watu wanateseka kwa sababu wewe hujataka kulivili, hujataka kufunua talanta yako. Na kingine kinatokea ni nini? Kwamba shetani ameona hapo watu wengi sana, amewapofusha na amewafunga kwenye akili zao, wasijue kujiliwa kwao, wasielewe kwamba mimi ni nani. Ili uweze kujua kwamba una makusudi gani na una jukumu gani kwenye dunia, ni vizuri uanze na swali, kujiuliza wewe ni nani. Ukijiuliza wewe ni nani, utaanza kupata jawabu, unatakiwa kufanya nini. Acha kuiga watu wengine, acha kufuata mkumbo wa watu wengine. Unachotakiwa, timiza kusudi, lakini fanya ile talanta uliopewa, hakikisha unaizalisha. Rasilimali Mungu aliyokupa wewe, yaani Mungu anajitahidi kuilinda, anajitahidi kuitetea, anaizungushia ulinzi, yaani anakusubiria wewe uanze kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Kwa hiyo ni vizuri nitimishe kwa namna ile. Tumeona makusudi ya Mungu ni mangapi? 5. Kwa nini ameruhusu 2026 wewe utoboe? Cha kwanza tulisema toba, ama ujirekebishe. Cha pili tusema tija, Mungu anataka tija mwaka huu. Ya 3 uzae matunda. Ya 4 makusudi ya Mungu. Kuna makusudi wewe. Sasa timiza makusudi ya Mungu ni yapi? Ndio maana nasema kwenye Ayubu inasema, najua, Ayubu 2 mstari wa kwanza na wa pili inasema, Mungu najua unaweza kufanya mambo yote na makusudi yako hayawezi kuzuilika. Juzi nilizungumza hivyo nikisema makusudi ya Mungu hayawezi kuzuilika, na mtu mwenye makusudi ya Mungu hamna jambo lolote ambalo linaweza likakuzuia. Nikwambia kabisa, yaani kama Mungu ameweka kusudi ndani yako wewe, hamna kitu chochote, hamna binadamu, hamna uchawi wala uganga, yaani hamna hata kitu chochote ambacho kinaweza kikazuia kusudi la Mungu wewe kutimia. Ni wewe tu akili yako dishi linayumba, lakini hamna. Hata ingekuwa zoruba ya namna gani, kusudi la Mungu siliko ndani yako. Ayubu 42, soma vizuri. Makusudi ya Mungu huwa yazuiliki, na kama hayazuiliki, kwani makusudi ya Mungu yako wapi? Yako ndani mwako, si yako ndani mwangu. Sasa kitu gani ambacho kitanizuia mimi kutimiza makusudi ya Mungu?
na yoyote atakayesimama mbele yangu kuzuia kusudi la Mungu, obviously tu atapasuka, kwa sababu kupambana na mimi unapambana na Mungu, kupambana na Mungu umepambana, yaani ukimweza Mungu umeniweza mimi. Na ndio maana wahenga, lakini pia Biblia inasema mwenye ndoto hafi. Ina maana gani? Ina maana kwamba mwenye kusudi la Mungu huwa hafi mpaka kusudi litakapotimia. Anaondoka kilaini, anakufa kilaini, yaani mpaka unaweza ukashangaa wako ambao walikuwa wametimiza makusudi. Nikutolee mfano huu ambao nilikutolea mfano hapo awali. Elia alipomaliza kusudi la kumsafishia Yesu njia, yaani alipomaliza kusafisha njia, alikufa kilaini, yaani kilaini mno, na alikufa kifo kibaya, lakini ameshamaliza kusudi. Alifanyaje? Alikatwa kichwa, lakini ilitokea yaani kilaini, mtu ambaye alikuwa anaogopeka. Umeona? Kumbe kusudi linapotimia unarejea kwa Muumba. Kama kusudi halijatimia utaendelea kustruggle, utaendelea kupambana. Na nikutie moyo, kama umebeba kusudi la Mungu, hamna kitu kinaweza kukuzuia. Pambana, fight, endelea kupambana, endelea kufanya yaliyo ya Mungu, na Mungu akusaidie, na Mungu akupambanie. Mungu akubariki sana. Tuendelee kujifunza, tuendelee kushare, tuendelee kusubscribe YouTube, nenda like, tumia hii video na watu wengine waweze kujifunza. Baada ya somo hili tafuta somo jingine, naomba nishie hapo. Mungu akubariki sana. Ni mimi mwalimu wako Teacher Edo wa darasa huru na Teacher Edo, lakini busara na kukuza Teacher Edo. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe.